Ni muda mwingine wa habari za michezo, burudani na yote yaliyomo. Mimi ni kusihi tu shabiki kindakindaki na wewe ambaye unafuatilia habari za michezo, ujiunge nasi hapa kwa kugusa maandishi mekundu hapo chini ili usipitwe na taarifa pamoja na habari, lakini pia na yale yote yanayojiri kwenye sekta nzima ya michezo na burudani. Mimi ni kukaribishe zaidi kwa heshima na taadhima wewe ambaye tayari umeshajiunga nasi hapa katika kujadiliana habari za kimichezo. Na habari ambayo tunayo hivi sasa ni kuhusiana na mchezaji Kylian Mbappe. Kila mmoja bila shaka anamfahamu mchezaji huyu mkongwe maarufu na mchezaji mwenye uwezo mkubwa duniani anayechezea timu ya Real Madrid. Kylian Mbappe ameweza kuingia katika headlines mbalimbali mara baada ya kutaja jina la Yanga na baadhi ya wachezaji. Jambo hili limeonekana kama ni kubwa sana kwa upande wa klabu ya Yanga, na ukiangalia kwa viwango vya ligi zetu za hapa nyumbani Tanzania na Afrika kwa ujumla wake, mpaka kufikia kuweza kutajwa na mchezaji mkubwa kama Mbappe, basi ujue ya kwamba mambo yameanza kunoga na vitu vimekuwa vikienda vile ambavyo soka linataka. Of course skills ukitazama za wachezaji sasa hivi zimeimarika. Kila mchezaji amekuwa katika namna ambayo anajipambania na kuonesha ukubwa wake, kwa sababu siku hizi kwenye mpira kumekuwa kuna ushindani wa hali ya juu. Ukileta uzembe na masahara kidogo tu mazoezini na katika performance yako, basi namba inachukuliwa na mtu mwinginewe. Yani wachezaji wamekuwa ni wengi sana katika vilabu vya soka. Ukitazama timu kama Yanga ambao sasa hivi wamekuwa wanajiimarisha kuhakikisha kwamba wanapata namba, kwa sababu vikosi vimekuwa ni vingi mno. Sasa hii ni kubwa, na hii ni habari ambayo wanayanga kwao imekuwa ni kama sherehe, kwa sababu si rahisi mchezaji mkubwa kama Mbappe kuweza kuitaja timu ya Young Africans, hasa kwa kipindi hiki ambacho ipo kwenye michuano mikubwa Afrika.